Mto yenye damu ya mizimu. Dhahabu yenye kafara kwenye mto yenye damu ya mizimu. Les intérêts sont utiles dans l'économie du pays. Nasoro alikuwa mwanafunzi aliyenara darasani kuliko wote. Kila alipoinua mkono kujibu swali, mwalimu alitabasamu, wanafunzi wakanong'ona kwa mshangao. Lakini nyuma ya tabasamu la darasa palikuwepo macho yaliyokuwa hayacheki, macho ya wajomba zake. Walikuwa wakimwangalia kana kwamba elimu yake ni kosa. Mtoto huyu akimaliza masomo atatushinda, atakuwa tajiri. Ni apande, mjomba wa pili akajibu, sauti yake ikiwa baridi. Mwanga ukizidi huwakera wanaopenda giza. Usiku ulipofika, Nasoro alisikia habari ya mto wa ajabu. Watu kijijini. Lakini kabla sijaendelea, usisahau kusubscribe, like video hii na ubonyeze kengele. Mimi ni wako Dario. Haya, simulizi yetu inaanza sasa. Watu kijijini hawakupenda hata kutaja jina lake. Walipunguza sauti kama wanaogopa maji yatasikia. Walisema kuna mto unaoitwa mto wenye damu ya mizimu. Walisema ukifika pale unaweza kupata madini ya utajiri, lakini hakuna aliyesema yanatoka wapi wala yanadai nini. Tamaa ikamchoma. Nikibaki maskini nitateseka maisha yote, lakini nikijaribu nitabadilisha kila kitu. Akaenda peke yake kuelekea porini, jua likizama taratibu kama jicho linalofumba. Njiani kunguru walipiga kelele kwa sauti nene, na upepo ukapita kwenye miti ukilia kama mtu anayezuiwa kulia. Alipokaribia mto, harufu ya chuma ikampiga puani, harufu ambayo haikufanana na matope wala majani, ilifanana na damu iliyokaa muda mrefu. Maji yalikuwa meusi, siyo meusi ya kivuli cha miti, bali meusi kama ino. Yalionekana mazito, kana kwamba yana kitu ndani yake kinachovuta. Nasoro alipiga hatua nyingine, ndipo minong'ono ikaanza. Kwanza ilikuwa mbali, kama hewa inayopita kwenye himo, halafu ikawa wazi. Na-so-ro. Nasoro akageuka haraka. Hakukuwa na mtu, lakini sauti iliendelea. Sasa iko karibu zaidi, kama mtu anayenong'ona kwenye sikio. Nasoro, tunakujua. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Nani huyo? Uko wapi? Maji yakatetemeka, kisha sauti ikacheka kavu. Kicheko kisicho na furaha. Tunakujua tangu tumboni, tamaa yako inatuvutia. Nasoro alitaka kukimbia, lakini macho yake yakavutwa pembeni ya maji. Hapo karibu na mawe palikuwa na madini ya kimetameta. Yalikuwa mazuri kupita kiasi, kama yamewekwa kwa makusudi ili mtu ashindwe kuyaangalia. Akasogea bila kujitambua, akapiga magoti, akaanza kuokota. Kila jiwe aliloliweka mfukoni, minong'ono ilizidi kukua. Chukua, chukua zaidi. Nasoro akatabasamu kwa hofu na tamaa zikichanganyika. Haya ndiyo maisha mapya, akasema. Ndipo sauti ikabadilika, ikawa nzito kana kwamba inatoka chini ya maji. Lakini kumbuka, utajiri si bure. Nasoro akasimama polepole. Bei gani? Kimya kikatatiza. Kisha neno moja likatamkwa kwa sauti ya kukwaruza, kama mtu anasukuma jiwe kwenye chuma. Kafara. Maji yakavuma ghafla, kama kitu kikubwa kimegeuka chini. Nasoro akaangusha baadhi ya madini, akaanza kukimbia bila kuangalia nyuma. Lakini hata alipofika mbali, alisikia sauti ikimfuata kama kivuli. Umeshachukua, sasa uko wetu. Aliporudi nyumbani, mama yake alipomwona, uso wake ukastaajabu. Mbona macho yako yanaogopesha? Mama akauliza, sauti ikitetemeka. Nasoro akatoa mfuko,
"Mama, tumepata bahati." Mama alipoyaona madini, mikono yake ikatetemeka zaidi. Baba naye alipoyaona hakufurahi. Akakaa kimya muda mrefu, kisha akasema kwa sauti nzito, "Mali inayokuja haraka mara nyingi huja na roho yake." Usiku huo, usingizi wa Nasoro hakuwa usingizi, uligeuka kwa mlango wa kitu kilichokuwa kikisubiri. Alisikia tok tok tok, kama mtu anagonga mlango wa chumba chake kwa upole. Akafumbua macho. Hakukuwa na mtu, lakini hatua zikasikika ndani ya chumba, tap tap tap, na zilikuwa nzito kama miguu ya mtu aliyechoka au kitu kinachojifanya mtu. Sauti ikanong'ona karibu na sikio lake, "Umechukua mali yetu." Nasoro akataka kupiga kelele, lakini koo lake likajaa baridi. "Nilichukua madini tu." Sauti ikacheka taratibu, "Madini ni ndoo." Halafu kwa sauti iliyokatika katika kama pumzi ya maiti, "Sasa tunahitaji samaki." Nasoro akatetemeka, "Samaki gani?" Sauti ikajibu bila huruma, "Wewe." Nasoro akapiga ukelele mkubwa. Mama yake akakimbia kuingia. "Nasoro, nini?" Mama akauliza. Nasoro akilalamika, "Wako hapa, wapo ndani ya chumba." Mama akaangalia kila kona, hakuna mtu, lakini taa ikazimika yenyewe. Dirisha likagonga kama kwamba mkono ulipiga nje, na hewa ikawa baridi kupita kawaida, baridi ya kaburi. Kuanzia siku hiyo, Nasoro akaanza kunyeuka, akakosa nguvu, uso ukapauka, na mara nyingine alizungumza kwa sauti isiyo yake, sauti nzito yenye mikwaruzo. Baba yake akachoka, "Lazima tujue chanzo." Akaenda kuwaita wajomba. Walipofika, walijifanya wana huruma. "Pole sana." Mjomba mkuu akasema, "Mtoto anaendeleaje?" Mama akamwangalia uso wake, kisha akasema bila kupepesa, "Pole zenu zimenuka, mnaficha nini?" Mjomba wa pili akakasirika, "Unatusema nini wewe?" Kabla baba hajajibu, Nasoro aliyekuwa amelala akainuka ghafla. Macho yake yakawa mazito kama kuna mtu mwingine anatazama kupitia yeye. Akaongea kwa sauti ya kukwaruza, "Wanadai kafara." Kimya kikatawala. Wajomba wakakamaa, sura zao zikabadilika, si kwa huzuni, bali kwa hofu ya siri yao kuguswa. Baba akasimama taratibu, sauti yake ikiwa nzito kama jiwe, "Mlikuwa hamtaki asome, mlimwelekeza mto ule ili apotee. Utajiri huu ni mtego wenu." Wajomba hawakujibu, kimya chao kikawa ushahidi. Familia ikamchukua Nasoro kwa mganga. Nyumba ya mganga ilinuka ubani na majani yaliyokauka. Kuta zilionekana kama zina vinyowele vinavyosikiliza. Mganga alipowatazama alitikisa kichwa. Mtoto amefungwa na mkataba ambao hakusaini, lakini jina lake liliwekwa kwenye kivuli. Mama akalia, "Inawezekanaje?" Mganga akasema, "Wivu, hofu ya elimu yake. Waliotaka kumzuia walitafuta mkono wa mizimu." Baba akauliza, "Tunaweza kumtoa vipi?" Mganga akajibu kwa makini, "Lazima mrudishe kilichochukuliwa na mkate kamba kabla haijakaza koo." Usiku huo wakaenda na mganga hadi mtoni. Maji yalionekana kama yanahema. Upepo ulikuwa mkali kana kwamba kuna kitu hakitaki wafike. Mganga akawaamuru wamemwage madini yote. Walipoyamwaga, sauti ikatokea. Sasa si minong'ono tena, ni sauti iliyosimama kama mtu mbele yao. "Mmechelewa." Mama akapiga kelele, "Tunaomba msamaha." Ghafla maji yakapasuka splash, kana kwamba kitu kimeibuka. Kulikuwa na kivuli juu ya maji. Hakikuwa mtu, hakikuwa mnyama, ilikuwa kama njaa yenye umbo. Hata tochi zilitetemeka kama zinataka kuzima.
Nasoro akaanza kuhema baya, kisha akasema kwa sauti isiyo yake, "Mimi si Nasoro." Baba akaenda kumshika. "Nasoro, pambana mwanangu." Mganga akapaza sauti, akatamka maneno ya kukata kiapo. Upepo ukavuma, maji yakageuka, sauti za mizimu zikapambana na sauti ya mganga. Ilikuwa kama vita ya hewa isiyohusikika. Kisha ghafla kimya. Nasoro akaanguka chini kama mtu aliyepoteza roho, kisha akarudishiwa. Maji yakatulia taratibu, kama hayajawahi kuchemka, lakini baridi ilibaki hewani, baridi ya ukumbusho. Baada ya siku kadhaa, Nasoro akaanza kupona, akaenda shuleni tena, lakini ndani yake kulibaki alama, si kwenye ngozi, bali kwenye sauti yake. Wakati mwingine akiingia darasani, alisita kidogo, kana kwamba anasikia minongono isiyo na mtu. Na usiku mmoja, kabla hajalala, Nasoro akasema taratibu, "Nitasoma, nitapanda kwa mwanga, si kwa damu." Lakini mbali, ndani ya giza la pori, mto uliendelea kupita, na wakati mwingine, upepo ukipita karibu na maji, watu waliapa, walisikia sauti ikinongona jina la mtoto mwingine, kama vile deni halisahau njia yake. Ila inaomba uwe makini katika maisha ya undugu. Jifunze tuchunga wakati wa kupata maisha itakuwepo. Asante kwa kumfuata Darius Bin kwenye simulizi ya kutisha. Niandikie umenifuata ukiwa wapi.